Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga ametembelea mradi wa ujenzi wa jengo la Shirika la Viwango Tanzania TBS ambalo limepewa jina la Viwango House Mwanza kwa lengo la kufanya ukaguzi wa maendeleo ya mradi huo. Waziri huyo amemkatalia mkandarasi ombi la kuongeza muda wa kukamilisha ujenzi wa mradi na kusema mradi ukabidhiwe ndani ya muda uliopangwa kwenye mkataba. Mwanza pamoja na mikoa mingine ya kanda ya Ziwa kwa kweli ni kitovu kizuri sana cha biashara, viwanda, uvuvi, madini, hata kilimo pamoja na usafirishaji wa bidhaa. Lakini vile vile nyewe mnafahamu kanda hii peke yake inahudumia watu zaidi ya milioni 15. Kwa hiyo sasa ina mipaka mikuu ya biashara. Wenyewe mmesema hapa. Kuna bandari, kuna uwanja wa ndege, kuna mipaka mikuu ya biashara karibia 4. Kwa hiyo sasa tunavyosema tunataka kukamilisha miradi hii kwa wakati mmoja, tunataka kuendelea kuhakikisha tunaboresha ubora wa bidhaa hususan kwenye mikoa hii. Lakini vile vile la pili, kupunguza gharama za usafirishaji, lakini vile vile kupunguza gharama za mtu kuweza kupata udhibiti wa bidhaa. Lakini kingine vile vile tunataka kurahisisha utoaji wa huduma, lakini vile vile kupunguza watu kukata tamaa. Najua pale nilitangulia kwa kusema pale ndani kwamba maabara kama hizi ndo mlango wa bidhaa sokoni. Lakini vile vile ndo ngao ya afya na usalama kwa Watanzania. Lakini vile vile kama ni hati ya kusafiria, basi maabara kama hizi ndo passport ya bidhaa za Tanzania kwenda kwenye soko la kimataifa. Kwa hiyo sasa sisi tunawekeza nguvu kubwa hapa kwa sababu tunataka kuendana na kasi ambayo tunayo ndani ya serikali kwenye ukuaji wa uchumi, lakini vile vile kwenye kuboresha uwekezaji kwenye sekta yetu ya viwanda. Ndio maana tunataka kusogeza huduma ili wajasiriamali wasikate tamaa. Kwa hiyo sasa nasema hivyo ili muelewe kwa nini sisi tunataka miradi kama hii ikamilike kwa wakati. Hizi ni fedha za Watanzania. Tunazitafuta kwa jasho, kwa kodi. Kwa zinaposimamiwa lazima zisimamiwe kwa uzalendo na nguvu kubwa. Ukichelewesha mradi miwili, miradi ya bilioni 12 ni fedha nyingi. Implication yake ndo tunaiona kwenye soko. Sisi tunataka kuongeza export. Hatutaweza kuongeza export kama hatujaongeza nguvu kwenye udhibiti ubora. Sisi tunataka kuongeza ajira kwa vijana. Sasa tunataka wale vijana wa Mwanza na maeneo mengine mambo yao ujasiriamali mdogo mdogo wayamalize hapa. Na ndio maana rais alisema siku 100 tutaweka zile programu na fedha kwa vijana wapate ajira. Watapataje ajira kama tujawekea mazingira? Kwa sasa sisi ni complementing factor kubwa kwenye kuhakikisha serikali inafikia matokeo. Sasa hatutakubali mkandarasi atucheleweshe, ndugu zangu. Kwa hiyo extension of time haikubaliki. Nimekusikia pale mnasema sijui kuna vifaa vitadelay, utafanya nini? Tunategemea mwezi huu atatupa. Unapozungumzia mwezi huu, leo ni tarehe 5, unazungumza tarehe 30 Januari. Kwa hata wewe mwenyewe uko relaxed. Pamoja na kwamba umechelewa, uko relaxed. DG wasimamieni hawa watu. They have to fast track. Wakamilishe kazi yetu. Lakini sasa wanapokamilisha jengo na nyie muwe mmejipanga, kwa sababu hapa mjatuambia jengo litaanza kufanya kazi lini. Sasa kukamilisha jengo ni moja. Lakini sasa kuanza kutoa huduma mwenyekiti ni jambo lingine. Kwa upande wake meneja wa mradi huo ambaye pia ni mshauri wa mkandarasi ameelezea na kuyapokea maagizo ya waziri na hivyo kuahidi kuongeza jitihada ili kukamilisha mradi kama ilivyotakiwa katika makubaliano. Hizi ni ripoti za Ayo TV kutokea Mwanza. Mimi naitwa Chris Olomi, ni project manager wa mradi wa TBS na ni jengo la ghorofa 5. Mradi ulianza tarehe 5 Oktoba 2024 na ni mradi ambao unatekelezwa kwa siku 540 na unatarajiwa kuisha tarehe 28 mwezi wa 3. Ni mradi ambao unakadiriwa kuwa na gharama ya bilioni 12.3 na hadi sasa tuna delays baadhi kwa sababu ya sababu tofauti ikiwemo msimu ya mvua, lakini pia katika uchimbaji wa basement tulikutana na mwamba karibu 95% tofauti na makadirio ya 75%. Kwa hiyo
na baadhi ya sababu zingine chache ambazo zimesababishwa na mkandarasi kama kuchelewa mobilization pamoja na pia changamoto kidogo za uchaguzi pia zilisababisha siku kadhaa pia kuchelewa. Kwa hiyo tumekuwa na jitihada za kufanya kuweza kukamilisha mradi kwa wakati, na kitu kingine ambacho tunafanya vizuri mpaka sasa ni kwamba mradi pia uko bado kwenye budget ambao imepangwa. Kwa hiyo hatuna variations zozote ambazo ni kubwa, na tunaamini kwamba mpaka mwezi wa 3 tutakuwa tumefika pazuri.